Hamjambo mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya nikaribisha kuweza kuungana nasi mahali popote ambapo ulipo. Matumaini yangu uko mzima wa afya, unaendelea kufuatilia vipindi vyetu na kuendelea kujiabone kwenye channel yetu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, usikose kabisa kujiunga kwenye channel yetu kwa kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya, nikaribishe kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Katika habari zetu za siku ya leo, tutazungumzia kuhusu vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashambulizi mapya kupitia kundi nyipya ambayo iliyojitangaza kutoka huko maeneo ya jimbo la Katanga, ambalo liliweza kujitangaza kutoka huko maeneo ya Mitwamba katika jimbo la Tanganyika. Ni kundi linalojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC, hii ambayo imeweza kutangazwa ghafla baada tu ya shambulizi ambazo ziliweza kufanyika tarehe 3 Machi mwaka 2026. Pia tutazungumzia kabisa kuhusu mapambano makali ambayo iliweza kuripotiwa huko maeneo ya Kigurwe, Sasira, Rusabagi, Ndunda na nafasi zingine huko jimboni Kivu Kusini, maeneo ya bonde la mto Ruzizi. Utakwenda kugundua mengi kabisa na namna gani hali kwa sasa ilivyo, wakati raia wengi wako porini baada ya kufia usalama wao, na wengine wao waliweza kukimbilia huko nchi ya Burundi baada ya shambulizi ambalo liliweza kukutanisha waasi wa M23 wazalendo wakishirikiana na jeshi la Kongo FARDC katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine nukaribisha kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze kabisa na habari hizi za vita ambavyo viliweza kuripotiwa huko maeneo ya Tanganyika. Vita vya mashariki mwa Kidemokrasia ya Kongo, waasi watangaza kusonga mbele huko maeneo ya Mitwamba katika jimbo la Tanganyika. Ni kundi lilojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC, ambalo linatangaza kabisa kuwa limekuja kujitetea na kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kurejesha amani katika nchi yote nzima, kwa sababu hili limeonyesha kuwa utawala wa Kinshasa hauendani kabisa na matakwa ya raia. Haya imeweza kutangazwa kupitia kijiji cha Lusinga kilichoko katika eneo la Mitwamba tangu Jumanne ya tarehe 3 Machi. Katika taarifa yake, kundi hilo la waasi walijitangaza kutoka movement hiyo, wakianza kuendesha mashambulizi, wakitaja kuwa waliweza kuendesha mauaji ya taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya Kongo ICCN iliyotokea hivi karibuni, lakini mpaka sasa hakuja kuwa na udhibitisho wote ili kuhakikisha kuwa ni wao ambao walioendesha mauaji ya watu hao wa viongozi wa mashirika waliokuwa wakifanya kazi maeneo hayo. Hapa tukianza kuzungumzia kabisa kuhusu mapambano hayo ambayo yaliweza kudumu muda kabisa wa siku 2 mfululizo, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukumbana na changamoto kupitia ripoti hii ambayo iliyotangazwa na visa vingi ambavyo vinaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hili linatangaza kuwa limekuja kukomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka mateso, kwa sababu viongozi wa Kinshasa hawawajali na waheshimu kazi pia mapashwa ya raia. Lakini serikali inatangaza kuwa raia ni lazima kuwa makini, kwa sababu inaendelea kufanya doria ili kuwashika wale wote ambao waliojitangaza kushiriki kwenye kundi hilo ambalo linaweza kuwa ni tishio kwa wakongomani wanaopatikana huko maeneo ya Katanga. Hii imekuja namna gani? Hii imekuja baada tu ya M23 kuweza kushindwa kutoboa pale maeneo ya Fizi kujielekeza pale Kalemi. Hii inawezekano kuwa
kuna vile viongozi ambao walikuwa wanahitaji kabisa M23 waweze kuwasili maeneo hayo, imeonekana kuwa wameanza kuwavunja nguvu, na hawa wakitaka sasa kuanzisha shambulizi hiyo ili waoneshe kuwa tayari huko kuna kuwa na nyingine movement ambayo imekuja nayo pia ili kutangaza. Lakini wadadisi wa mambo wanaendelea kufuatilia na kuona kwamba hii ni kama vile M23 ambayo imeweza kuonekana kwenda kinyume kabisa na hao, ili kwamba waoneshe kwamba kuna nyingine movement ambayo imekuja. Lakini mivumo imeshakuja mingi sana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huwa inakuwa inafeli na huwa haifikii malengo. Kwa upande wangu ukiangalia siasa ya Kongo kwa sasa imeanza kuonyesha kwamba M23 hawana tena nguvu. Nilirudia tena hapa nikasema M23 haina nguvu na haina tena kabisa neno ya kusema wakati walianza, na kwa sasa M23 inaonekana kabisa kama haina tena nguvu sana, na ndio maana unaona kwamba hawako tena wanaendelea. Hali ya kuendelea wanaanza kurudi, na unaanza kusikia huko maeneo ya Bukavu, Goma, kuna kuwa na wizi wengi sana ambao unaanza kuripotiwa kwa sababu wameanza kurudia, na baada ya wao kuanza kurudia wanaanza kwenda wanapora mali ya umma, wanaanza kuwa wanapora mali ya raia, kwa sababu wanajua wako mbioni kabisa kuendelea kutoka Bukavu, kutoka Goma na kuendelea nafasi ambapo waliweza kutoka, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa Marekani wanawapatia muda ili kabisa wajiandae na wapate kutoka. Na kupitia tangazo zetu ambazo tuliweza kuzipata, tulizizungumza hapa tukasema kwamba habari ambazo tuko nazo za kweli zinasemekana kuwa tariki 15 wanatakiwa waweze kuwa tayari wameshaondoka maeneo ya Goma, maeneo ya Bukavu, ili kuacha kabisa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya kazi zake kwa uhakika na kwa utaratibu, kwa malengo ya raia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni mbinu kabisa za rais wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, vita hivi ambavyo vimeanzishwa kule maeneo ya Katanga, je, vitakuwa na malengo muhimu? Je, vitafanyikiwa au la? Kwa nini vita hivyo vimeripuka huko maeneo ya Katanga wakati tunajua kuwa M23 kwa sasa iko Sange na hawako tena wanaprogresse kukuja Uvira? Licha ya hiyo wakianza kupanda kwenye milima, na milima yote kabisa tayari imemilikiwa na jeshi la Kongo. Na kwa nini kundi hili liseme kwamba limekuja kukomboa wananchi, na wananchi gani ambao wako kwenye hali ya mateso? Ni jambo la wafanya siasa ambalo kupitia wadadisi wa mambo, lakini sisi tunaendelea kufuatilia kabisa kiukweli, na tutakuja tena hapa ili kukujuza, je, kundi hilo limeendelea, je, shambulizi limeendelea au namna gani, kwa sababu jeshi la Kongo kabisa linaingilia kati ili kuangalia namna gani ya kuleta suluhisho. Kupitia tangazo ambalo tuliweza kulipata kupitia televisheni moja, liliweza kudhibitisha hivi: vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi jipya la waasi latangazwa kusonga mbele huko Mitwamba katika jimbo la Tanganyika. Ni kundi linalojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC, ambalo limetangaza kuwa limedhibiti kijiji cha Lusinga kilichoko katika eneo la Mitwamba tangu Jumanne ya tariki 3 mwezi Machi. Katika taarifa yake, kundi hilo la waasi halijataja tukio la kuuawa kwa maafisa 5 wa taasisi ya kuhifadhi wa mazingira ya Kongo ICCN lililotokea hivi karibuni katika eneo hilo. Kwa upande wake, mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema kwamba hali ya utulivu kwa sasa inaanza kurejea ili kuangalia namna gani ya kurudisha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia wale wote ambao wanaoendesha vitendo hivyo wakamatwe na wahukumiwe kulingana na sheria. Hizi ndizo habari ambazo tulizozipata. Tutoke huko maeneo ya Tanganyika turejee hapa jimboni Kivu Kusini, ambapo tuzungumzie kuhusu mapigano makali kabisa ambayo yaliweza kuripotiwa tangu tariki 5 na tariki 6 huko bondeni mwa mto Ruzizi, eneo ya Kigurwe, Sasira, Rusabagi na huko maeneo ya Ndunda. Vita kali viliweza kuripotiwa kati ya waasi wa M23, jeshi la Kongo FARDC kwa ushirikiano na wazalendo
maeneo ya pale Ndunda. Wakati wazalendo walikuwa wakipiga doria, moja kwa moja waliweza kukumbana na waasi wa M23. Silaha nzito nzito, bomu kubwa zilikwenda kusikika maeneo hayo. Watu waliweza kuyahama maskani yao na kuweza kukimbilia Burundi. Wengine waliweza kukimbilia mafichoni, ambapo kwa sasa wanaishi katika hali ya wasiwasi. Tukujuze kuwa maeneo ambapo kwa sasa M23 inapatikana Kigurwe, Sasira, Nyango, Ndunda, Nyamoma, Kaberagule na huko maeneo ya Kiamate, ambapo mlima ambao wanaomiliki kwa sasa ndipo M23 inapatikana. Kwa sasa wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC mahali ambapo walipo wanapatikana Runingu, Kasambura, Kushuka, Kajoro, Mwaba pamoja na Kimuka na upande mmoja wa pale maeneo ya Ndunda kwa sasa, ambapo habari zaeleza kuwa kuna baba mmoja aliyefariki kupitia shambulizi hilo ambalo lilofanyika tariki 5 na tariki 6 huko maeneo ya Rurimbi. Raia wa maeneo hayo wakiwa katika hali ya wasiwasi na hali ya hofu, wakiomba serikali kuingilia kati ili kuweza kuondosha M23 maeneo hayo, raia wafanye kazi zao kama ilivyo kawaida. Tukujuze kuwa maeneo ya Kigurwe, Sasira, Rusabagi, Kaberagule pamoja na Ndunda, Kimuka na nafasi zingine, raia wengi waliweza kuhama kupitia shambulizi hilo, wengi wao wakimbilia Burundi ambao walikimbia kabla mapigano kutokea, na wengi wao walikuwa tayari wameanza kurudia, lakini kwa sasa imekuwa ni hofu kwao kwa sababu mashambulizi hayo ambayo ya bomu ikianza kuonekana maeneo hayo, wakiomba serikali kuingilia kati ili kukomboa raia ambao wanaopatikana kwenye mateso. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Habari zetu ambazo tulizozungumzia kwa siku ya leo, tulizungumzia kuhusu mapigano ya waasi wa M23 na wazalendo pamoja na jeshi la FARDC tariki 5, tariki 6 huko maeneo ya Kigurwe, Sasira, Rusabagi na huko maeneo ya Ndunda. Wakati shambulizi hilo lililofanyika, mtu mmoja amepoteza maisha na raia wengi waliweza kuyahama masikani yao. Tuliweza kugusia kuhusu kundi jipya la waasi ambalo lililojitangaza kusonga mbele huko maeneo ya Mitwamba katika jimbo la Tanganyika. Kundi hilo ambalo limekuja kabisa likitaja kuwa ni ukombozi wa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini jeshi la Kongo limetaja kuwa litaenda kuwadhibiti wote kabisa bila hata tatizo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imesoma kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhya. La ziada sina, nikutakie asubuhi njema na jioni njema kwako. Kwaherini.